tumeona upo umuhimu wa kuandaa mafunzo haya kwa madhumuni ya kuboresha utendaji kazi katika taasisi zenu. Tunataka muongeze uelewa wa kushughulikia malalamiko ya watumishi na wananchi wengine. Eneo la tatu, tunataka mjiamini katika kutekeleza majukumu yenu. Kwa kufanya hivyo, mtaepuka vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia, matumizi ya lugha isiyo na staha, vitendo vya wizi, ubadhirifu, kula rushwa, na pia mtakuwa tayari mmejijengea mfumo mzuri wa kutoa uamuzi. Tukichukua hatua bila kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, wakati mwingine tunaweza tukaisababishia serikali hasara, kwa sababu hao watu wanakata rufaa, na wakikata rufaa maamuzi tofauti yanatoka. Baada ya mafunzo haya tutaweza kupata uelewa mpana, tutaweza kupata uzoefu na kubadilishana uzoefu kutoka kwa washiriki mbalimbali ambao naamini wametoka kwenye taasisi mbalimbali na wana uzoefu mkubwa katika maeneo haya, na mwisho wa siku tutaweza kubadilisha utendaji wetu, hatimaye tuweze kufanya vizuri zaidi. Tumekumbushwa zaidi kutimiza wajibu wetu huku chini, ambako sisi ndio wasaidizi huku chini, kushughulikia kwa makini lakini kwa kutafsiri sahihi hizo sheria na miongozo ili kuweza kumalizana na malalamiko ya wananchi au ya wadau huku chini, na kuepusha kupeleka kuwapa viongozi wa juu kabisa kule kazi ya kufanya wakati sisi tupo na tumeajiriwa kwa sababu ya kutekeleza majukumu hayo. Tuwape wananchi imani na serikali. Mimi nikihudumiwa vizuri, hata mimi nakuwa na imani na furaha, naweza kufanya kazi zangu vizuri, lakini mwananchi mwingine pia naye atakuwa na imani na furaha na serikali yake, lakini pia itafanya aweze kuendelea na masuala mengine ya kujenga taifa wakiwa na amani mioyoni mwao.